nao wako likizo, wakurugenzi. Hawa watu hawafanyi kazi. Maafisa maendeleo ya jamii wamejificha huko kwenye kichaka, hawapo kabisa. Na sasa hivi tumewabana kwenye mikopo ile hawapati 10%, ndio wamekimbia kabisa. Hawa ndio wakupambana na utoro wakishirikiana na watendaji. Hawa ndio wakuwaletea wazazi ili waje wachangie. Hawa ndio wakurudisha taarifa kwa wazazi kwamba shuleni kuna changamoto. Hawafanyi kazi. Kupitia kikao hiki muweke maazimio. Maafisa elimu kata, watendaji wa kata na vijiji, maafisa maendeleo ya jamii warudi kazini. Hawafanyi kazi. Kwa hiyo warudi wakafanye kazi ili tuwasaidie walimu wetu wapambane na taaluma. Na nitatoa waraka wa mkuu wa mkoa wa elimu mkoa wa Singida ili kila mmoja akasimame kwenye nafasi yake. Kwanza, kujijengea nidhamu na morali ya kazi kwa walimu na watumishi wa elimu ili kufundisha kwa bidii na umahiri na kukamilisha maazimio ya kazi kwa 100% na kwa wakati. Na hii itatusaidia kuondoa dondoko wa vipindi na utoaji wa mazoezi yenye tija kwa kila somo. Kudhibiti utoro wa rejareja na wakudumu kwa wanafunzi pamoja na walimu, na hii tutaifanya kwa kushirikiana na watendaji pamoja na viongozi ngazi ya kata, vijiji na mitaa. Katika kuhakikisha upatikanaji wa mazingira bora ya utoaji wa elimu katika shule za msingi na sekondari, Halmashauri ya wilaya Itigi imejiwekea malengo makuu matatu kulingana na mazingira na maeneo ya shule husika. Malengo hayo ni pamoja na kuboresha mahudhurio ya walimu na wanafunzi shuleni, kuwezesha ufundishaji wa masomo kikamilifu, na kuimarisha uwajibikaji na ushiriki katika utoaji wa elimu. Hakuna mtu anayekuwa na maadili bila kumuonya. Binadamu ni social animal. Anaweza akafanya jambo lolote lile usipomwekea mipaka. Sasa lazima kuwe na mipaka. Shule zimejengwa nzuri za Dr. Samia, unakuta buibui zinaning'inia. Unajiuliza, tiles zimeshakuwa nyekundu. Walimu, naomba tubadilike. Tukawe wakali, kwa sababu nyinyi ndio walezi ambao mnakaa muda mrefu na watoto wetu. Kwa umoja, mkakati wangu mimi ni kuhakikisha hao watoto wana nidhamu. Bila nidhamu hakuna shule. Kujifunza jambo lolote lazima kuwe na nidhamu. Mimi nichekelee mimba ya mwanafunzi? Mwanafunzi mwenye mimba anaweza kusoma? Siwezi. Mimi ni mama, nimezaa, najua maana ya mama na mtoto, najua transformation ya akili ya mwanamke anapokuwa amezaa. Kuna shule hapo? Tumeona hata takwimu hapa. Wamerudishwa 300, waliofaulu 57. Kwa hiyo jamani, elimu sio lele mama. Haya makubwa yanayofanywa na serikali, kama hatutaandaa kizazi bora kitakachokuja kufanya kazi na kuturithi, itakuwa ni kazi bure. Vipindi vya dini mashuleni lazima wakamjue Mungu. Watoto wanamjua TikTok siku hizi badala kumjua Mungu. Hapana. Ni swala la upatikanaji wa chakula kwa watoto wetu wa shule. Hili ni jambo la msingi sana. Watoto hawa wakipata chakula, wanaweza wakatulia shuleni na wakajifunza vizuri na wakamuelewa mwalimu vizuri na hatimaye wakaweza kufaulu masomo yao. Lakini kinachofanyika pale ni commitment, kujituma na kuhakikisha ya kwamba kila mmoja anatekeleza wajibu wake. Kuna eneo tunahitaji kuliimarisha. Tukiliimarisha lile vizuri, yale mengine yote yanajisota out yenyewe. Elimu msingi, hasa kwa darasa la awali mpaka darasa la 4. Hapo ndo tatizo letu kubwa lilipo. KKKK. Tuongeze K ya 4. Kuelewa. Kusoma, kuandika, kuhesabu na kuelewa. Kwa hiyo niwaombe walimu to concentrate na watoto. Kwa hiyo tujitahidi kuzipenda kazi zetu na kuhamisha knowledge kutoka kwetu kupeleka kwa watoto. Na watoto tuwa encourage kusoma na tuwafundishe kufaulu. Kuimarisha ujifunzaji na ufundishaji. Hili nalo lina mikakati kadhaa. Kuhakikisha wanafunzi wanahudhuria vipindi vyote shuleni kwa kudhibiti utoro. Kila shule iimarishe stadi za kazi kwa wanafunzi kama vile kazi za mikono,
Kila halmashauri ihakikishe kuwa walimu wanatoa mazoezi au majaribio na mitihani ya mara kwa mara ili kuwajengea uwezo na kujibu maswali.